Katika siasa za Kenya, kabla tufike uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027, tutakuwa tumesikia mengi kutoka pande hii kila mahali, kabla ya Wakenya kuamua ni yupi watampigia kura 2027. Mpenzi mtazamaji wa Mokenya TV, karibu sana katika uchanganuzi wa siasa, ili tuangalie kwa undani baada ya kufahamisha yale ambayo tumepokezwa katika meza yetu ya habari. Ningependa mpenzi mtazamaji kujua unatazama hii kanda ukiwa eneo lipi katika ulimwengu huu. Ukiwa katika taifa letu la Kenya, utaniandikia ni kaunti ipi ambayo unatazama hii kanda kutoka. Ikiwa ni mataifa ya ughaibuni, mataifa yale mengine, utaniandikia ni taifa lipi ambalo unatazama hii kanda kutoka, ili tujue watazamaji wetu wanatufuatilia wakiwa maeneo yepi katika ulimwengu huu. Karibu ili nikufahamishe kwa kina. Kuna siri, njama, mbinu imeweza kufichuliwa jinsi rais anapanga kumumaliza Raila Odinga kabla ya 2027. Kumumaliza kivipi? Kumumaliza kisiasa. Kuna matamshi ambayo ningependa kuyaweka hewani ili tusikize vile hali ilivyo, vile Raila Odinga atamalizwa kisiasa na aenda pumzike nyumbani. Kabla niweke hiyo kanda, naomba kushukuru wote ambao mnatazama kanda zote zile ambazo tunaziweka katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Muzidi kufunguliwa milango kila wakati. Kwa unyenyekevu tu na heshima kubwa, naomba ukaweze kutupea a like katika kanda hii, na ikiwa hauja subscribe, naomba tu kwa heshima kubwa ukaweze kusubscribe kwa kuponyeza kitufe kiko hapo chini ambacho kimeandikwa subscribe. Ukimaliza, kengele kiko hapo kando, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Please sambaza hii kanda kwa group moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Kuna jamaa ambaye ni dangerous, aling'atuliwa mamlakani, anaitwa Rigathi Gachagua. Unajua sasa hivi Rigathi Gachagua yeye hana kazi ya kuifanya kama kiongozi, ila tu ni kuhakikisha Ruto siri zake zimefichuliwa vile anaendelea kudai. Ni madai kwa sababu sisi hatuelewi kwa undani, lakini tunaenda sasa kufuatilia yale ambayo amezungumza, tuanze kuchanganua moja kwa moja hadi tufike tamati mwa kanda hii. Sasa Rigathi Gachagua leo amezungumza, amenguruma, amesema ya kwamba Ruto aliweza kumwelezea njama ya kumaliza Raila Odinga kisiasa humu nchini. Tusikize Rigathi Gachagua alikuwa akizungumza wakati wa uzinduzi wa chama cha Martha Karua hii leo. Tangu nizaliwe mimi Rigiji, mtoto ya Mau, sijaona mtu muongo kama hivi ile mtu. Huyu mtu anakudanganya na amekuangalia. And he'll call everybody. Hata hii mzee yetu Tinga atamuonga. Hiyo mzee atamchanganya, wewe utaona. Na aliniambia hii mzee wachia mimi. Siku alikuwa anataka kwenda EU, nikamuuliza agenda yako na hii mzee ni gani? Anasema acha hii mzee nitapanga yeye. Hii mzee nitapanga yeye kidogo peleke EU nini nichukue ODM. And I can see it is happening. So wewe bwana Tinga, you are listening to people who have experience with that man. Sababu wewe ni mzee wetu na uliumia. We want to give you a small tip. Huyo mtu achana naye. Mkimalizana utakuja hapo unalia vile sisi tunalia. We know him. Now that is exactly what will happen. Sauti hiyo ni ya Rigathi Gachagua. Amesema ya kwamba anadai Ruto aliweza kumweleza vile Raila atamalizika kisiasa kwa kumtuma AU. Ikumbuke kwamba wakati Raila Odinga alipotangaza kwamba akona nia ya kuongoza Afrika, Ruto alimshikilia mkono kuhakikisha kwamba amechaguliwa, ili akienda achukue chama chake cha ODM vile amedai. Now, I want to put this into perspective so that we can understand how politics works in this country. Swali tunajiuliza, ni kivipi mwanasiasa anaweza kumalizwa kisiasa na azame? Number one, ukimanage tu
if you can make sure to manage and separate kikundi cha mwanasiasa huyo ambaye unayemlenga, hapo umemmaliza kisiasa. Kivipi? Sasa hivi tuko na supporters wa Raila Odinga, wabunge zaidi ya 80 ambao walichaguliwa kupitia chama cha ODM. Na chama cha ODM kimekita mizizi, maana ni chama ambacho kimekuwa kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Nimeona wanaendelea kusherekea miaka 20 sasa tangu waanzishe chama hicho cha ODM. Sasa kumaliza uungwaji mkono wa Raila Odinga ni kuchukua hatua ya kumiliki uongozi wa chama hicho, ama kugawa pande moja na pande mbili. Na sasa hivi vile tunavyozungumza, hii huenda ikaweze kufaulu. Kwa hivyo kumaliza mwanasiasa ni kuhakikisha ya kwamba wala ambao wanamuunga mkono wamesambaratishwa, wako hapa na wengine wamejitenga kuelekea upande huu mwingine. Ndio maana tumeshuhudia chama cha ODM kikiwa na vikundi viwili. Kimoja kinaongozwa na Edwin Sifuna ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM. Yeye alisema ya kwamba hatuingii katika serikali ya Kenya Kwanza, akaungwa mkono, na matamshi hayo yaliweza kuungwa mkono na gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni deputy party leader wa chama cha ODM Paul Simba Arati, Godfrey Ososi senator wa Vihiga, na hata gavana katika kaunti ile ya Kisumu Professor Peter Nyang'i Nyong'o. Wakasema ya kwamba chochote ambacho Edwin Sifuna anasema ni sauti ya chama cha ODM, ambao wameapa kwamba hawataingia katika serikali ya Kenya Kwanza. Lakini kuna mrengo mwingine ambao unaongozwa na akina Junet Mohamed na akina yule mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma, na hata mawaziri wala ambao walikuwa wanachama wa ODM sasa hivi wako katika serikali ya kina Opiyo Wandayi. Umeona vile wanaendelea kuzungumza, wanasema ya kwamba hapa hatutoki, tutakuwa tunashikilia tu. Kwa hivyo kuna pande mbili katika chama cha ODM. Na sasa hii itakuwa mbinu nzuri, itakuwa mlango mzuri wa kumaliza Raila Odinga kisiasa na apumzike. Gachagua kuna kitu anaelewa, kuna kitu anajua, kuna siri akonayo, vile siasa za mtu hufika mwisho. Kwa sababu Raila Odinga amekuwa katika serikali zote. Ya Moi alikuwa kule, ya huyu jamaa anaitwa rais mstaafu tena marehemu Mwai Kibaki alikuwa kule, nusu mkate alipata. Ya Uhuru Kenyatta handshake akaingia. Lakini hii ya Kenya Kwanza, niliona rais mwenyewe kabla waungane alisema ya kwamba hata ingia katika uongozi wa Kenya Kwanza. Tumusikize wakati huo Rais William Ruto. Si hata mbadilishe tactic kidogo. Sasa ile ya zamani mnaendelea tu naye. Ile ya zamani mlikisema ati Moi hakushinda, Moi akakuwa rais. Mkasema Kibaki hakushinda, Kibaki akakuwa rais. Mkasema Uhuru hakushinda, Uhuru akakuwa rais. Sasa mtawezana na hii hasla kweli? Kwa sababu unajua hawa watu hakuna kitu wanataka. Hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana, my friends, sahau mambo ya handshake. Alisema liwe liwalo na liwe. Hata kubali mzee wa kitendawili Raila Odinga aingie katika serikali ya Kenya Kwanza ya mahasla. Na sasa hivi tusikize vile Ruto anamzungumzia Raila Odinga. Sasa tuko na serikali ya broad based. We must not squander the opportunity to use this moment of this broad-based government to achieve much for our nation, to make sure that we deal with food insecurity, to make sure that we drive our program on employment of our young people, to make sure that we drive our program on housing and markets. Hivyo ndivyo siasa zinaendelea kuchukua mkondo mwingine katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo kumaliza mwanasiasa ni kuhakikisha umedivide supporters wake ama
wale ambao wanamuunga mkono. Point number 2. Kumaliza mwanasiasa ni kuhakikisha ya kwamba huyo mwanasiasa amekuidhinisha kuchaguliwa tena. Na vile kunaonekana sasa hivi, Raila Odinga ingawa ametangaza anaenda kuzungumzia Wakenya juma lijalo, akasema watch the space. I'm going to make a big announcement politically in this Republic of Kenya. Actually, we are waiting for him to make that announcement sometimes next week. Because we don't know the specific date, but he promised that next week is when he will announce his political move. Na sasa vile wengi wamekuwa wakiallege, ni madai sasa wakati tunafanya uchanganuzi, vile kunaonekana huenda Raila Odinga atamuidhinisha Ruto kuchaguliwa 2027, ama aseme tufanye kazi na mrengo wa Kenya kwanza, kwa sababu watu wake kuna baadhi ya wana ODM wako katika serikali. Sasa hivi tunapozungumza, hata kamati zile ambazo ziko katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, mumeona wala ambao wameonekana kuwa against Raila, hata wala ambao wako katika chama cha ODM wameondolewa, akiwemo senator wa kaunti ya Kisii Richard Onyonga, alikuwa katika kamati fulani hapa akaondolewa seneti. Sasa let's wait and see if the current regime is going to manage to take over the leadership of Raila Odinga katika chama cha ODM. Lakini nimeona hata Raila naye ni mjanja kidogo, kwa sababu unaweza mshikilia, ikifika mwisho akuruke, huwezi jua, kwa sababu Raila Odinga siasa zake zinaendelea kubadilika kila wakati. But sisi ni kusubiri, tuko hapa, tutaendelea kufahamisha ni kipi ambacho kinaendelea. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya siasa. Kiwa unatazama lakini bado hauja subscribe, kuna kitu hapo chini kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kidude ili kuwa subscribed. Sambaza hii kanda kwa group moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp. Asante na barikiwa, tukutane in the next video. Bye bye.